Imeshaanza kucheka na NFRA wameshaanza kulipa na umekuwa ukipata ruzuku ya mbolea. Nyoosha mkono kama unamuelewa Samia, usiponyoosha mkono we ni mchawi. Mheshimiwa mgombea, leo unaongea na wananchi wa Rukwa. Rukwa kitaifa ni mkoa wa pili kwa uzalishaji wa mazao ya chakula. Mkoa huu unashindana na mkoa wa Ruvuma. Na mwaka huu kwenye zao la mahindi uzalishaji wao umefika jumla ya tani 974,074 kutoka tani 470,000 miaka michache iliyopita. Mheshimiwa mgombea, unakuja kuongea leo kuomba ridhaa. Hawa ni wakulima, wanafahamu tulikotoka, na ni vizuri kupitia mkutano huu, Mheshimiwa mgombea, kwa kuwa ulinipa dhamana ya Wizara ya Kilimo na ni mkutano wa mwisho wa eneo la wakulima wakubwa katika nchi hii, ningeweza kuongea mambo machache na kuwakumbusha wenzangu tulikotoka, kwa sababu mafundisho ya dini yanatutaka sisi tuendelee kukumbushana mambo ya kheri. Mheshimiwa mgombea, wakati unaingia madarakani, taifa letu hili lilikuwa linatumia mbolea tani 360,000 na wazungu wana neno per capita consumption. Matumizi kwa hekta moja yalikuwa ni kilo 15 kwa mkulima, na uzalishaji wa mazao ya chakula katika taifa letu na hasa mazao ya nafaka, tulikuwa tunazalisha tani milioni 7 za nafaka na tani milioni 16 za mahitaji ya chakula, na usalama wetu wa chakula ulikuwa na ziada ya 4% tu. Ndio maana ilikuwa ikifika mwezi wa 9 na wa 10 kulikuwa na tatizo la mfumuko wa bei mara nyingi, na Wizara ya Fedha walikuwa wanahangaika sana kukabiliana na mfumuko wa bei. Hatua ya kwanza, ukasema tatizo la wakulima ni nini? Ukagundua mambo mawili: moja, uhakika wa soko; 2, gharama za pembejeo. Nataka niwakumbushe wenzangu, kwa miaka 4 ya Dr. Samia ametoa ruzuku ya mbolea ya mazao ya chakula yenye thamani ya bilioni 770, na mpaka leo mbolea zinaendelea kutolewa, na matumizi ya mbolea kwenye nchi yameongezeka kutoka tani 360,000 mpaka tani 40,000, na upatikanaji wa mbolea umefika tani milioni 1.2 katika nchi yetu. La pili, Mheshimiwa mgombea, umeingia madarakani, uwezo wa NFRA kuhifadhi chakula ulikuwa ni tani 100,000. Leo NFRA imehifadhi jumla ya tani 770,000, na kwa miaka miwili iliyopita, mwaka jana na mwaka huu, imenunua mahindi ya zaidi ya bilioni 440. Umewapa mbegu za ruzuku, umewapa mbolea za ruzuku, ukawaambia NFRA kuwa nendeni mkanunue mahindi ya wakulima kwa shilingi 700, wakati bei ya soko ni shilingi 400 na shilingi 500. Umetoa ruzuku kwenye pembejeo, unatoa ruzuku kwa bei za mkulima. Hivi ndivyo kazi ulioifanya ya kuondoa umaskini. Jambo la pili, Mheshimiwa mgombea, hatua hizi ulizochukua umeliwezesha taifa hili kuwa na uzalishaji wa chakula kufikia tani milioni 22
msimu wa 23-24 na mwaka huu 24-25 uzalishaji wetu na upatikanaji wa chakula umefika tani milioni 22.4. Tuna ziada ya tani zaidi ya milioni 5 kwa miaka miwili, Mheshimiwa mgombea. Ndio maana umeona wabunge wa Rukwa wote na wa eneo ya Mahindi, Mheshimiwa mgombea, na mimi nataka niwaombee kwako ufikirie. Mwaka jana tumekuwa na ziada ya tani milioni 5.5. Mwaka huu tuna ziada ya chakula tani milioni 5.7. Taifa hili likifunga mipaka yake lina uwezo wa kujilisha bila kulima mwaka mmoja na miezi 6 bila matatizo yoyote. Mheshimiwa mgombea, mwaka huu peke yake, sio Tanzania, nazungumzia mkoa wa Rukwa peke yake, NFRA imenunua mahindi tani 46,000 na hivi sasa mara ya kwanza wakulima wamelipwa bilioni 16 na sasa wanalipwa bilioni 16 zingine. Bilioni 32 zinaenda kuingia kwenye mifuko ya wananchi hawa kuondoa umaskini katika kaya zao. Mheshimiwa mgombea, hujaishia hapo. Mkoa huu una mabonde, na nimemsikia ndugu yangu mbunge wa Kwela amekuja hapa. Kuna bonde la Liemba, Mheshimiwa mgombea, unatumia zaidi ya bilioni 20 kujenga miundombinu ya umwagiliaji. Ndani ya mkoa huu miradi inayoendelea ya umwagiliaji ni jumla ya hekta 79,000 ambayo iko kwenye usanifu, upembuzi yakinifu na ujenzi. Ndani ya miaka 4 ijayo kutakuwa na mtandao mpya wa hekta 79,000 za umwagiliaji katika mkoa huu. Na ni vizuri wa Tanzania wakafahamu, Mheshimiwa mgombea, toka tumepata uhuru mwaka 1961 mpaka unaingia madarakani, mtandao wetu wa umwagiliaji ulikuwa ni hekta 560,000. Kipindi chako cha miaka 4, Mheshimiwa mgombea, na hao wakulima wanafahamu, unatekeleza jumla ya miradi zaidi ya 700 yenye jumla ya hekta zaidi ya 600,000, na kwa kipindi cha miaka 3 leo mtandao wetu wa umwagiliaji umefika hekta 940,000. Na hivi sasa taifa letu tukishirikiana Wizara ya Kilimo na Wizara ya Maji unafanyika usanifu wa kuyatumia maji ya Lake Tanganyika na Lake Victoria ambayo yatajenga jumla ya hekta milioni 3 za umwagiliaji katika taifa hili kwa kutumia maji ya Lake Tanganyika na Lake Victoria. Lakini Mheshimiwa mgombea, haujatoa ruzuku kwenye mahindi tu. Umetumia jumla ya shilingi bilioni 440 kuwapa ruzuku wakulima wa korosho. Na kesho utakuwa Pwani. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Rufiji, Ikwiriri, Mkuranga wanafahamu korosho yao ilikuwa ni grade ya mwisho. Mwaka huu wamefika grade 1, 98% ya korosho yao. Kwa nini? Umewapa pembejeo bure wakulima. Hizi sio ruzuku wanachangia, ni bure, bilioni 440. Haukuishia hapo, Mheshimiwa mgombea. Umepokea madaraka ya nchi hii, zao la pamba likiwa limekufa, limefika tani 120,000, lakini madeni yaliyokuwa kwenye pamba yalikuwa zaidi ya bilioni 100. Umefanya nini? Umewapatia wakulima wa pamba kwa miaka 3 mfululizo ruzuku za zaidi ya bilioni 330 na madeni ya zaidi ya bilioni 100 serikali yako imelipa. Haujaishia hapo, Mheshimiwa mgombea. Zao la kahawa, mwaka huu pamba itafika zaidi ya tani 250,000. Haujaishia hapo, Mheshimiwa mgombea. Umechukua madaraka ya taifa letu, uzalishaji wa tumbaku ukiwa tani 60,000. Mwaka huu tumefika tani 180,000 na wakulima wamepokea malipo kwa zaidi ya dola milioni 470. Mheshimiwa mgombea, hizi hatua maana yake ni nini? Mheshimiwa mgombea, na ni vizuri watu wakafahamu. Hatua hizi ulizochukua
Siku zote tumekuwa tukisikia tunawekeza kwenye barabara. Mkulima, barabara ni pembejeo, mbegu, mbolea, maghala na maji. Tunawekeza uwanja wa ndege. Tunawekeza nini? Hawa watu kama hawana hela ya kupanda gari, hawana hela ya kununua simenti, hawana hela ya kukata tiketi. Uwanja zamani ng'ombe zilikuwa zinapita uwanja wa hapa. Hawana hela ya kukata tiketi ya Tanzania. Fedha zote zilizowekezwa huko, kama wananchi hawana fedha mfukoni, hazingekuwa na maana yoyote. Lakini uamuzi wa kuwekeza fedha kwenye mifuko ya watu, unampa ruzuku kwa 50%, badala ya kutumia 140,000 anatumia 70,000 kununua mbolea, 40,000 ataenda kununua bati, ataenda kununua mfuko wa simenti kwa ajili ya nyumba yake. Akivuna mahindi, NFRA anayanunua kwa shilingi 700. Leo hii korosho imefika tani 526,000 kutoka tani 180,000 ulioikuta mwaka 2021. Leo hii tumbaku imefika tani 180,000. Leo hii uzalishaji wa chakula umefika zaidi ya tani milioni 22. Tanzania inalisha Kongo, Tanzania inalisha Malawi, Tanzania inalisha Rwanda, Tanzania inalisha Zambia, Tanzania inalisha Kenya. Mheshimiwa mgombea, fedha hizi zinarudi mifukoni mwa wananchi. Leo hii Mheshimiwa mgombea, waziri wa fedha akisimama anasema mfumuko wa bei uko 3%, ni kwa sababu umeweka fedha kwa wakulima, wamezalisha chakula kimejaa kwenye masoko, kila mtu ana uwezo wa kukinunua. Leo hii tukisema tuna reserve ya fedha za kigeni, ni kwa sababu umeikuta nchi hii tunauza mazao ya kilimo nje kwa thamani ya bilioni $1.2. Mwaka jana tumefika bilioni 3.5. Mazao ya kilimo, mazao inafukuzana na dhahabu na utalii kwa ajili ya kutuingizia fedha za kigeni. Ni kwa sababu uliwapa wakulima mbolea, uliwapa mbegu. Leo taifa letu umechukua nchi hii ikiwa inazalisha mbegu sisi wenyewe tani 30,000. Mwaka jana tumefika uwezo wa kuzalisha mbegu ndani ya nchi tani 76,000. Zaidi ya 76% ya mahitaji ya nchi yanazalishwa ndani. Na uagizaji wa nje ni tani 15,000, na hasa mikoa hii ya Rukwa na Songwe ndio inachukua mbegu nyingi zinazotoka nje ya nchi yetu. Mheshimiwa mgombea, hatua hizi unazochukua inawezekana kwenye macho ya watu walioko mijini hawazioni. Sisi tulioko vijijini, hawa wakulima wote hawa, NFRA imefunga sasa hivi, mahindi yameshuka bei, yameenda kwa wakulima shilingi 50,000, shilingi 60,000, si ndio jamani? NFRA akifungua, ukiridhia akafungua, hawa wakulima wote mahindi walionayo, kuna watu wana mahindi ya mwaka jana, kuna watu wana mahindi ya mwaka huu. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgombea, na sio muujiza, Watanzania walioko vijijini na kwenye miji midogo sio wavivu wa kufanya kazi. Kwa muda mrefu kwenye taifa letu walikosa kugawana keki ya taifa, na Mwenyezi Mungu amekuleta ili na wao waondoke kwenye kundi nilisema jana la wapendwa watazamaji kuwa wapendwa wachezaji kwenye kugawana keki ya taifa ya nchi yetu. Mheshimiwa mgombea, unakuja kuwaomba kura watu wa Rukwa leo, wakati kwenye bajeti uliotuidhinishia mwaka huu na mwaka kesho, na kwenye mpango wa maendeleo ya miaka 4-5 ijayo, serikali itajenga maghala hapa yenye uwezo wa kuhifadhi tani 400,000 za mahindi katika nchi yetu. Maana yake tuna uwezo wa kuhifadhi maghala ulioyazindua mwaka jana. NFRA sasa hivi ikinunua mahindi mkoa wa Rukwa inahifadhi kwenye silo na inakodi maghala ya watu mitaani kwa ajili ya kuhifadhi. Mahindi yaliyoko kwenye silo yana uwezo wa kukaa miaka 3 bila matatizo yoyote.
hizi hatua unazochukua maana yake unalinda usalama wa nchi, lakini unaondoa umaskini kwenye real terms ya kuondoa umaskini kwa watu. Sio jambo jingine. Taifa hili ni taifa la wakulima na wafugaji. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu walioko mashambani. Tarehe 29 tunaenda kupiga kura. Na hii inawaambia wakulima wa mazao ya chakula, mazao yaliyokuwa yanaitwa ya biashara. Taifa hili sasa hivi mazao yote ni biashara. Na kwa mara ya kwanza mkoa wa Rukwa umeingia kwenye stakabadhi ya ghala kwenye mazao ya ufuta. Na nataka niwaombe wakulima wa Tanzania nzima, njia pekee ya kukabiliana na mfumo wa soko huria kwenye mazao ya mbaazi, dengu, choroko na ufuta ni mfumo wa stakabadhi ya ghala, kwa sababu hapo ndio mnunuzi anakuja. Tusiposimama pamoja kuujenga mfumo wa stakabadhi ya ghala, tunawaruhusu walanguzi kuja shambani wachukue mazao yetu kwa bei rahisi, wao ndio wakawauzie maexporter wa Kihindi walioko Dar es Salaam. Mfumo huu unamlazimisha Mohamed Enterprises kuja Rukwa, unamlazimisha Export Trade kuja Rukwa, unamlazimisha SM Holding kuja Rukwa, unamlazimisha Africian kuja Rukwa, ili wanunue hapa Rukwa na washindane hapa, na wewe ulioko kule Kwela ujue bei ya ufuta leo ni bei gani. Niwaombe sana, tarehe 29 tunaenda kupiga kura. Kwa wakulima wa korosho nchi, tunaenda kupigia salfa bure. Tunaenda kupigia viuatilifu bure. Tunaenda kupigia export levy ambayo ilifutwa tukawa watu omba wakulima wa korosho katika nchi hii. Tunaenda kumchagua aliyeturudishia heshima ya korosho kwenye nchi. Na mwaka huu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ndugu mgombea, tutafika tani 700,000 kwenye korosho. Lakini wakulima wa tumbaku, tunaenda kumpigia kura aliyeyafuta madaraja 67 na kuliondoa daraja la reject na kuitoa tumbaku kwenye 0.6 kuifikisha $2.5. Kwa wakulima wa kahawa, tunaenda kumpigia kura aliyeitoa kahawa kwenye shilingi 700 kuifikisha shilingi 12,000 kahawa ya Arabica. Tunaenda kumpigia kura aliyeitoa mahindi shilingi 200 mpaka shilingi 700, na pale ambapo mnakosa pa kupeleka anakuwa tayari kufungua mlango kuhakikisha mahindi yanapata soko. Tunaenda kumpigia kura kwa yule ambaye ametuwekea ruzuku kwenye mbegu za mahindi na kutupa ruzuku ya mbolea ya urea, DAP, CAN, TSP, SA na zingine ambazo tunalipa kwa 50%. Tunaenda kumpigia kura ambaye ametuletea shule kijijini. Unalima, unavuna, mtoto anasoma, sio tena kuambiana kijijini mtoto wa fulani kaenda form 4. Wote tunaenda form 4. Tunaenda kumpigia kura yule ambaye zahanati na vituo vya afya vimekuja vijijini na vifo vya mama na mtoto vimepungua, na mama kujifungua imekuwa sio tena jambo la mateso bali jambo la baraka katika familia. Tunaenda kumpigia kura ambaye umeme tulikuwa tunauona tukisafiri kwenda labda Sumbawanga mjini nao kwa mgao, ama tukienda Mbeya, ama tukienda Dar es Salaam kwa sisi wa vijijini, tukianza kuvuka Dodoma kuelekea Dar es Salaam ndio tunauona umeme. Tunaenda kumpigia kura ambaye amesema sisi wa vijijini tuunganishiwe umeme kwa shilingi 27,000. Na sisi tulioko vijijini hatuuzi magari. Shughuli zetu za uzalishaji zina mahusiano na ardhi. Tunaenda kumpigia kura
ambaye amewaleta maafisa ugani, na sasa kila shamba la mkulima huduma ya kupimiwa afya ya udongo ni ya bure na wala sio ya kulipia. Tunaenda kumpigia kura yule ambaye mabonde na masika ikifika, badala ya kuwa mateso, yanageuzwa kuwa ni kheri kwetu na kutumika kwa ajili ya shughuli ya uzalishaji. Niwaombe sana, na binadamu tuna tabia, neema ukiwa nayo huwa hatuiheshimu, huwa tunaibeza kwa sababu ipo. Ikikosekana ndio tunasema maskini sikujua. Niwaombe sana, 70% ya Watanzania ni wakulima katika nchi. Tusiende kujuta. Twendeni tukalinde mtu ambaye amelinda hadhi yetu na heshima yetu katika nchi. Twendeni tarehe 29 tukamlinde Dr. Samia kwa wivu, sio kwa sababu tu kaletwa na CCM, ni kwa sababu amekuwa kiongozi baada ya baba wa taifa aliyekuja kwa uchungu kumsaidia mkulima wa nchi. Mwisho, ameongea ndugu yangu Aisha kuhusu shamba lililokuwa maarufu kwa jina la shamba la Mzindakaya. Mheshimiwa mgombea, ulitoa maelekezo. Nimhakikishie ndugu yangu Aisha, tunalifanyia kazi ndani ya serikali, na TIARA na Wizara ya Kilimo linafanyiwa kazi. Shamba litarudi mkononi mwa serikali, na aliyelinunua kwa mlango wa nyuma atakuwa amepoteza. La mwisho, nataka niwaambie wafanyabiashara wa Rukwa, juzi Malawi wamegongea mlango Wizara ya Kilimo kuomba kununua mahindi tani 200,000. Sasa mimi nawapeni dili. Malawi kuna njaa, wanataka mahindi. Nendeni mkatafute masoko Malawi. Food Reserve Agency ya Malawi inataka mahindi. Msipowahi wa Tanzania, mtawaona wa Zambia wamejaa hapa na wa Malawi wamejaa hapa, wananunua mahindi yenu wanaenda kuyauza wao. Nendeni, export permit Wizara ya Kilimo inatoa bure. Nendeni mkatafute biashara Malawi muuze. Wanataka zaidi ya tani 200,000 za mahindi. Msipoenda kuuza, tutairuhusu NFRA ikauze. Lakini nawapeni dili, wafanyabiashara wa Kitanzania, acheni kuwa madalali wa watu kutoka nje. Nendeni mkachukue contract muuze mahindi. Malawi wanahitaji zaidi ya tani 200,000 za mahindi, na bei ya awali wanatoa zaidi ya $280. Mwisho, niwaone wenzangu, tunyooshe mkono ambao tarehe 29 tunaenda kumchagua Dr. Samia, tunaenda kuchagua ruzuku, tunaenda kuchagua mbegu, tunaenda kuchagua NFRA, na tuwahakikishie kwa tarehe 29 sote tutaenda kumpigia kura. Na kwa kuwa amesikia kilio chenu, na mimi nachombeza hapa na waziri wa fedha yuko hapa, mama anaweza akafikiria NFRA ikafunguliwa labda. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awajalie. Asante. Naomba